Bungoma ambapo wakazi wa kijiji cha Bunjosi, kaunti ya Bungoma, wamejawa na hofu baada ya watu 20 kulazwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Webuye baada ya kunywa maziwa ya ng'ombe aliyekuwa mgonjwa. Na chuo kikuu cha Lukenya kilichoko kaunti ya Makueni sasa kimepokea hundi ya shilingi 1.5 milioni kutoka kwa wahisani ili kufadhili miradi inayoendelezwa katika chuo hicho ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Mwanahabari wetu Brenda Muthoni na mseto wa taarifa kutoka mashinani. Hofu imetanda katika kijiji cha Bunjosi, kaunti ya Bungoma baada ya watu 20 kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Webuye baada yao kunywa maziwa ya ng'ombe aliyekuwa mgonjwa. Ng'ombe ilisaa, baadaye kakonjeka, kaleta daktari wakaitibu. Walipomaliza kutibu na shemejanga kukawia siku hiyo na kakamua maziwa yake akaweka kwa mtungi 5 lita ili ikandamani na waitumie. Taarifa zinaeleza kuwa majirani hao walikunywa maziwa ya ng'ombe huyo ambapo wote walianza kuendesha na kutapika. Tumbo ikaanza kunisokota, nikaanza kuendesha na kutapika. Lakini ni ujungu sana kuona kwamba watu wote kwa boma, jamii yote, maziwa yameleta shida. Tunaomba hayo maziwa yenye imesalia waipime tujue ni nini chenye kilisababisha huu ugonjwa. Katika juhudi za kutunza mazingira, mchakato wa chuo kikuu cha Lukenya wa kupanda miti zaidi ya milioni 10 umefadhiliwa na wahisani waliopokeza chuo hicho hundi ya shilingi 1.5 milioni. Tunafanya hivyo sana sana tukifuata ule mwelekeo wa rais ambao aliamurisha ifikapo mwaka wa 2032 tuwe tumefikia idadi ya miti bilioni 15. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, miradi hiyo imefaidi jamii kwa kutoa nafasi za ajira kwa vikundi vya kina mama na vijana. Naona Lukenya na hiyo upanzi wa miti imenisaidia na imeniinua. Tumeweza kufaidia kifedha. Pesa inatupatia pesa mzuri na tununulia miche kwa bei mzuri, ambapo hiyo pesa inatusaidia kama jamii kulia familia yetu. Kwingineko, jamii zinazoishi katika kaunti ya Malindi zimeombwa kudumisha amani na uwiano. Mimi kama kijana wa Malindi na waomba gavana wetu Mng'aro aliangazia hili jambo kwa kina na maofisa wetu wa usalama wasitiwe maneno ya kugombanisha ukabila ndani ya Malindi. Wao kazi yao ni kulinda watu wa Malindi, wakaaji wa Malindi, mali zao na biashara zao. Katika kaunti ya Nairobi, vijana wamehimizwa kujiunga na vyama vya akiba na mikopo, hii ikiwa ni mojawapo za juhudi za kuwawezesha kiuchumi. Co is the only movement that can make one achieve what they want to achieve in life. Muthoni Brenda, runinga ya TV 47, Nairobi.